Historia ya Papa Francis inaanzia huko Buenos Aires, Argentina. Ilikuwa ni tarehe 17 Disemba mwaka 1936. Ndio siku ambayo Mario na Regina walimpata mtoto, wakampa jina la George Mario Bergoglio. Lakini hawakujua kuwa ipo siku mtoto wao huyo ataliongoza kanisa Katoliki duniani. Baada ya masomo yake ya juu ya sekondari, Papa Francis alishughulika na shughuli za ufundi mchundo wa kemikali. Alifanya kazi kwenye kiwanda cha kuchakata chakula kwa muda mfupi, lakini akausikia wito wa kuhitajika na kulitumikia kanisa Katoliki. Alipokuwa na umri wa miaka 21, aliugua ugonjwa wa homa ya mapafu, hali iliyosababisha kuondolewa kwa sehemu ya pafu lake la kulia. Alijiunga na shirika la kitawa la Jesuit mwaka 1958 kabla ya kuamua kwenda kwenye taaluma, ambapo alikwenda kusomea masomo ya insia huko Santiago, Chile, na kutunukiwa shahada ya umahiri katika falsafa kwenye jimbo la Buenos Aires. Baada ya kuhitimu masomo yake, alifundisha masomo ya fasihi na ya saikolojia kwenye sekondari ya juu, wakati huo akiwa anasoma masomo ya shahada ya awali ya theolojia. Papa Francis alipata daraja la upadri mwaka 1969 huku akila kiapo chake cha milele katika shirika la Jesuit mwaka 1973, ambapo alikuwa mkuu wa shirika la Jesuit jimbo la Argentina kuanzia mwaka 1973 hadi 1979. Kwenye miaka 1980, Papa Francis alikuwa mwalimu wa seminari na gombera na alisoma theolojia huko nchini Ujerumani. Mwaka 1992 alipata daraja la uaskofu wa jimbo la Buenos Aires. Alikuwa askofu mkuu wa jimbo la Buenos Aires, nafasi aliyoitumikia hadi alipochaguliwa kuwa papa mwaka 2013 na kuweka rekodi ya kuwa papa wa kwanza kutoka bara la Amerika ya Kusini, lakini pia kutoka shirika la Wakatoliki la Jesuit. Hali ya afya ya Papa Francis ilianza kubadilika baada ya kufikishwa katika hospitali ya Gemelli huko Roma, Italia, tarehe 14 Februari 2025, baada ya kupata shida za kupumua kwa siku kadhaa, hali iliyosababisha Papa kutoa taarifa akiwaomba waumini wa kanisa Katoliki kumwombea baada ya kushindwa kuungana na waumini wa kanisa hilo kwenye baadhi ya ibada zao za kila Jumapili. Kiongozi huyo amekuwa akihudumiwa hospitali mara kadhaa wakati wa uongozi wake wa miaka 12, ikiwa ni pamoja na matibabu ya mwezi Machi 2023. Papa Francis anatajwa kuwa alikuwa ni kiongozi wa kipekee ambaye pia alipigania haki za watu maskini na kuongeza nafasi ya kanisa Katoliki katika masuala ya kijamii pale walipokutana kwenye vikao na maofisa wa serikali. Anwar Mkama, TBC.